Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Tanzania Gospel Television, tunayo furaha sana kukaribisha kwenye kipindi hiki kizuri sana. Na leo Mungu ametupa neema, tuna ibada ya familia. Na kama ambavyo Biblia imesema kwamba msiache kukusanyika kwa ajili ya ibada, Biblia imesema hiyo kwamba wapo wawili watatu katikati yao, Mungu yupo katikati yao. Kwa hiyo tuko mahali hapa tunaukaribisha ibadani. Tumeingia kwenye nyumba ya mtumishi wa Mungu Makundi. Kwa hiyo tunakukaribisha sana mahali hapa. Na kabla hatujafika mbali, tufungue ibada yetu nzuri sana ambayo ni ibada ya familia. Na kwa heshima kabisa na kwa kuthamini ibada hii ilivyokuwa kuu, nitamkaribisha mtumishi wa Mungu anaitwa Charles. Atamshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa kibali hiki kwa ajili ya kushiriki ibada ya siku ya leo. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Ndugu wa familia, chukua nafasi hii kumshukuru Mungu tena kwa wakati huu wa jioni njema hii. Ametulinda tokea asubuhi, mchana, ametuwezesha tumeweza kutimiza wajibu wetu kwa ajili ya maendeleo ya taifa na familia kwa jumla na kanisa la Mungu. Tunakaribisha nyinyi yote, tuwe na shukrani kwa Mungu kwa ajili ya ibada hii ya jioni. Asante. Basi tuombe. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Baba, tunakutukuza kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa. Asante kwa ajili ya tarehe ya leo na majira haya ambayo umetupa kuwa na ibada ya kifamilia. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Tunakushukuru kwa ajili ya ibada hii ya familia. Baba, tunaomba neema yako ikawe nasi tena katika jina la Yesu Kristo. Tuhudumie Mungu, tuguse tena, tufundishe. Tunapoomba mahali hapa Mungu, tunazo ajenda za kifamilia. Baba, tunakutukuza kwa maana tunajua neema yako iko nasi na kibali chako kiko nasi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunamshukuru Mungu sasa kwa ajili ya nafasi hii. Sasa ni kipindi kizuri sana, tunaingia ni kipindi cha kumsifu Mungu kwa tenzi. Tutaimba tenzi. Tutamsifu Mungu kwa tenzi. Tutaanza na tenzi namba 15. Tenzi namba 15. Tutaimba tenzi namba 15, inasema cha kutumaini sina. Karibu mtumishi wa Mungu Makundi, tuanzishie tenzi namba 15. Asante sana mtumishi. Tutakwenda kuimba tenzi namba 15. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake
sina hofu mbele zake, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Tenzi namba 121. Tenzi namba 121. Roho yangu. Sauti liko langu namba 21. Si namba 21. 121. Okay. Liko langu liko lango moja wazi, ni lango la mbinguni, na wote waingiao watapata nafasi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Yesu ndiye lango hili, hata sasa ni wazi kwa wakubwa na wadogo, tajiri na maskini. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Hili ni lango la rehema. Kila mtu apitaye hana majonzi tena. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Tukipita lango hili, tutatua mizigo tuliochukua kwanza, tutavikwa uzima. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Hima ndugu, tuingie, lango halijafungwa. Likifungwa mara moja, halitafunguliwa. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie
ameshinda. Mfuate. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Uhuru wa Yesu wa milele. Amen. Basi ni wakati wa kwenda kumsifu Mungu. Tusimame tuweze kumsifu Mungu kwa pambio za sifa. Tokea asubuhi, mchana amekuwa na sisi, na sasa ni jioni, naenda kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba Daudi alimsifu Mungu mpaka nguo zake zikadondoka. Ni kwa sababu ya matendo makubwa ambayo Mungu alitenda kwa Daudi. Na sisi hatuna kitu cha kumpa Mungu isipokuwa sifa za kwake. Amen. Amen. Karibu kwa ajili ya pambio ya kusifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tupige makofi, tuchangamke, Amen. tumsifu Mungu. Amen. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo iba hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo iba hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo. Nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na hata kuwepo. Nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote, nimetafuta kote kote, hakuna na hata kuwepo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo iba hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo. Nimetembea kote kote, nimezunguka kote kote, nimetafuta kote kote, hakuna na hata kuwepo. Nalifurahia waliponiambia napendwa nyumbani kwa Baba. Nilifurahia waliponiambia napendwa nyumbani kwa Baba. Nalifurahia waliponiambia napendwa nyumbani kwa Baba. Waliponiambia napendwa nyumbani kwa Baba. Nilirukaruka waliponiambia napendwa nyumbani kwa Baba. Nilifurahia waliponiambia napendwa nyumbani kwa Baba.
ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe kimbilio letu, Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tu, unatupenda, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. ni wewe Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe. Asante Jehova kwa sababu wewe ni Mungu uliye mwema. Umetupa kibali cha kuwepo katika nyumba ya mtumishi wako. Umetuambia maneno yako, mahali wawili watatu walipokusanyika kwa jina langu, mimi nipo katikati yenu. Lakini maneno yako yanatukumbusha tena, mahali ni pazuri ndugu wakikaa pamoja na kwa umoja. Na unatuonyesha ndiko liko amuru baraka za kwako zikapite mahali hapo Bwana. Roho Mtakatifu Mungu uliye wa thamani, wewe utufundishaye mema kwa neema ya kwako na kwa uweza wa kwako. Tumia dakika hizi chache Mungu kutusemesha. Tumia dakika hizi chache kutusemesha Bwana. Tumia dakika hizi chache Jehova kuachilia uongo wa kwako. Utaenda kufungua mioyo yetu kama familia na kututunza katika pendo lako na kututunza katika imani pamoja na wewe Bwana. Katika jina la Yesu, ndani ya Yesu Bwana. Asante kwa sababu Bwana unaenda kuwa pamoja nasi. Neema yako itatufunike na kutuongoza katika jina lako takatifu ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati na ile sura 20 na mimi nitasoma mistari mitatu. Alafu tutakuwa tuna dakika chache za kutafakarishana ujumbe wa neno la Bwana. Naomba tumketi alafu mimi nitawasomea. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Na iwe msogeapo mapiganoni, kuhani na akaribie na kusema na watu, awaambie, sikieni enyi Israeli, hivi leo mwasogea mapiganoni juu ya adui zenu. Mioyo yenu isizime, msiche wala msiteteme, wala msiingiwe na hofu kwa ajili ya hao, kwa maana Mungu wenu ndiye awaandamaye kwenda kupigana juu ya adui zenu ili kuwaokoa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ni ujumbe ambao maneno kutokea kwenye hichi kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Mtakumbuka Musa ndiye alihusika kwenye kuandika vitabu hivi. Anajaribu kuzungumza na mioyo ya wana wa Israeli baada ya kuona wanapita maisha ya muda mrefu ya kupitia vita nyingi sana. Kumbuka hapa wajafika Kanani. Na anajaribu kuwakumbusha kwamba njiani huku mlikutana vita na mnakoendelea mtakutana vita nyingi sana zisizo za kawaida, na anaeleza aina ya vita kwamba kuna nyingine mtakutana nazo, farasi watakuwa ni watofauti, mtakuta idadi ni wengi wakati mwingine kuliko nyie. Kwa lugha nyingine ni kama anawaambia mazingira yote ya kushindwa mtayaona, ila anachowaambia msije mkaogopa. Na mimi ninapenda hii mistari kwa sababu anawaonyesha vitu vya kuogopesha, lakini anawakumbusha kwa nini wasiogope. Na hoja ya msingi ya kwa nini wasiogope, anawaambia ni kwa sababu mna yule Mungu aliyewatoa Misri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa ninachotamani tukione hapa ni kitu kidogo ambacho tutafakarishana hapa, ni kwamba anachojaribu kukisema ni kwamba kumbukeni mna Mungu aliyewashindia kwa Farao, akijaribu kulinganisha kwamba kweli huko mtakutana vita, lakini mimi ninawaambia hakuna vita kubwa kuliko ile ya Misri ya Farao. Kwa maana ni kweli kabisa Misri kipindi kile walikuwa ndio wakubwa kimajeshi na kiutawala kuliko nchi yoyote. Kwa kama nyie mliweza kumshinda Misri kwa msaada wa huyu Mungu, manake hakuna kitakachotokea mbele yenu kitakachowafanya mshindwe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani
kwa lugha nyingine ni kwamba kama tuliwahi kuumwa tukapona, Yes. nini kinatufanya kesho tuogope ugonjwa utakapokuja? Amen. Kama tuliwahi kuwa kwenye vita tukashinda, nini kitufanye tuogope tunapokuwa mbeleni? Amen. Watu wa Mungu, tunapitia kipindi ambacho watu wa Mungu wengi tunaishi na tuna imani, lakini mioyo yetu imejawa na hofu. Tunaogopa mambo tunayokutana nayo, na ni kwa sababu moja kubwa, huwa tuna tabia ya kusahau Mungu aliyetuvusha jana. Amen. Tuna tabia ya kusahau Mungu aliyetukweza kutoka Misri. Amen. Tunamsahau huyo Mungu aliyetusaidia kipindi ambacho hata hatukuwa sisi tunaojielewa. Amen. Mungu aliyetuwezesha wakati hatukuwa na kitu. Huyo Mungu tunamsahau, wakati yule tunatakiwa tumkumbuke. Kwa nini? Kwa sababu kwa kadri tunazidi kumkumbuka, ndivyo hivyo tunajitengenezea mazingira ya kutoogopa kesho mambo yatakapobadilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapa ndo nikaja kujifunza, wakati mwingine watu wa Mungu tujifunze na kuandikaga shuhuda ambazo Mungu anatufanyia. Hallelujah. Yaani unaona kabisa nimevuka hapa, ikiwezekana andika ili ikusaidie kesho usije ukasahau. Mara nyingi tunakutana na kitu shetani anakifanya, huwa ni kufunika macho yetu tusione vile vitu ambavyo Mungu anatufanyia. Yaani Mungu alikusaidia umesafiri salama, ni kama anakuonyesha hichi ni cha kawaida, ni driver mzuri tu aliyesafiri naye. Ni kama anakuonyesha kwamba usiwe na shida. Hii ni kwa sababu ni barabara nzuri uliyotembea nayo. Wengine tunaamishana umepita barabara ya Arusha, ile barabara imenyooka, wala hata usiwe na shida. Lakini ninachotamani ni wakumbushe watu wa Mungu, sio kweli kwamba ni kwa sababu ya driver mzuri, kwa sababu wako madriver wazuri na hawakufika salama. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ziko barabara nzuri bado zimezaa ajali zisizo za kawaida. Ziko hospitali nzuri na bado zina na mochwari. Yes. Kwa nini kuna mochwari? Kwa sababu wanajua kuna saa pamoja na uzuri wa hospitali yao bado mtu hatapona. Amen. Lakini sisi anatutia moyo kwenye hichi kitabu kwamba itakapofika saa tunaenda kwenye vita, bado tukumbuke kwamba tuna Mungu ambaye ni mwenye ushindi, aliyewahi kutuvusha jana, aliyewahi kutuvusha juzi mbele ya Wamisri, atatuvusha tena katika jina la Yesu. Amen. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Mimi huwa ni mpenzi wa story. Amen. Mimi ni mpenzi sana wa story. Nimalizie kwa story hii halafu tuwe tunamaliza. Masai mmoja, najua hapa ni Wachaga, kwa hiyo nikaribiana na Wamasai kidogo. Masai. Bwana asifiwe. Amen. Masai mmoja akaambiwa na rafiki zake kwamba unaenda machungani, wewe utakapoenda popote sema yero, sisi tutasikia, tutakuja kukusaidia ikitokea kuna jambo limetokea. Yaani simba akitokea, wewe sema tu yero, sisi tutasikia, chap tutafika. Akasema hawa tumona kama hawasemi ukweli. Alipotembea tu afua na akasema hivi kweli hapa unaweza wakasikia? Akajaribu akasema yero. Watu chapo wamekuja, akasema mna hata simba, nitaka nijue na hapa mnasikia. Wakarudi. Akatembea umbali mwingine tena akasema hapa wasikii bwana, hapa waongo hawa. Akasema yero. Wakaja wakafika, akasema kumbe na hapa mnasikia. Akaenda umbali mwingine mara ya tatu. Yes. Hawa waongo bwana, hapa wasikii. Akasema yero. Wakaja. Akatembea tena akasema hawa wasikii. Sasa siku hiyo simba akaja ukweli. Akasema yero. Watu wakasema huyu dogo amezoea kutuchanganya, hakuna simba hiyo. Ghafla wanakuja kushtuka tayari. Nini ninataka nikuonyeshe? Mungu kuna mara nyingi amesema utakapokuwa kwenye taabu usiogope. Ni kama na sisi tunakuwa kama huyu Masai, hatuamini. Tunaanza kujiuliza, hivi kweli ni kweli amesema? Hivi ni kweli amesema ataiangalia ndoa yangu? Hivi ni kweli amesema ataangalia familia yangu? Yes. Hivi ni kweli amesema ugonjwa wangu pia atautazama? Ni kweli kabisa. Mwisho wa siku ile hofu inatujaa, tunajikuta hatufuati hadi maelekezo yale anayotuelekeza. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, watu wa Mungu. Amen. Mungu ametusogeza mbali sana. Yes. Na mimi najua hata kwa familia hii mtakuwa mnajua mlivyokuwa miaka 5, miaka 10, miaka 20 ni tofauti na sasa hivi. Ni kwa sababu kuna Mungu aliyewapigania. Oh, yes. Kama kuna huyo Mungu anaweza akapigana kwa ajili yenu miaka 20, hawezi akashindwa kesho vita inayotokea. Amen. Hawezi akashindwa kesho kutwa jambo linapotokea. Amen. Hawezi akaacha kufanya. Nakumbuka story nyingine ya baba mmoja, alikuwa ni mtu wa sarakasi. Yeye ni mtu wa sarakasi. Siku moja watu wakakaa wanashangaa, wanaona yule baba anafanya sarakasi, juu yake kuna katoto na akaogopi. Wazazi wote wamekazana, wewe utamdondosha mtoto. Wana hofu kuliko kawaida, katoto hata akaogopi. Wana hofu kuliko kawaida. Anasema mtoto mbona anataka kujiua? Anawezaje kusimama juu ya huyu mtu anayetembea mpaka juu kiasi hichi? Yes. Waliposhuka wanakauliza katoto, mbona wewe ukuogopa kiasi hicho? Halafu katoto kanasema, yule ni baba yangu.
namjua. Haleluya. Na ujua uwezo wake baba yangu. Yaani hivi vitu amefanya tangu akiwa mdogo. Kwa hiyo mnapozani ataniangusha, mimi namjua hawezi kuniangusha. Kwa watu wa Mungu, ndani mwako jaa hilo tumaini. Amen. Kwamba tuna Mungu aliyetuvusha kutoka Misri. Mimi sijui Misri yako ni nini. Kuna mwingine Misri yake ni ugonjwa, wengine Misri yake ni ugomvi, wengine Misri yake ni umaskini, mwingine Misri yake ni mateso, mwingine Misri yake ni magomvi kwenye familia. Misri yake, kila mtu ana Misri ya kwake. Kila mtu ana Misri ya kwake. Lakini tunakumbuka ni Mungu peke yake alituvusha hapo. Kwa Mungu akutie nguvu utakapokutana vita mbeleni, wala usiogope, kwa sababu kuna Mungu aliyewahi kukuvusha kutoka Misri katika jina la Yesu. Amen. Mungu aliye mtakatifu, asante kwa ajili ya neno lako. Tunakushukuru Bwana kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Umetukumbusha tusiogope Bwana. Umetukumbusha tusiogope. Ni wazi shetani anatafuta ndani ya mioyo yetu tujawe na hofu, kwa sababu tukiwa na hofu imani inaondoka. Na wewe umetukumbusha ni wewe uliyetutoa Misri Bwana. Na kweli tunakumbuka. Tuliwahi kuumwa ukatuponya. Tunakumbuka. Tuliwahi kusafiri ukatufikisha salama. Tunakumbuka. Hata tulipoanguka ulituangusha Bwana. Hata tulipokuwa wazembe ulitupa nguvu Bwana. Katika jina lako takatifu Mungu, inua tena nguvu ndani ya mioyo yetu. Na kila mmoja anayetutazama na kila mmoja atakayesikiliza kwa namna yoyote Bwana, nguvu ikazaliwe ndani yake. Mkumbushe Bwana. Mkumbushe vile ambavyo umewahi kumtendea. Mkumbuze hizo shuhuda na shuhuda Bwana. Mfunulie hizo shuhuda na shuhuda Bwana. Mwanzishe kwenye utoto akakumbuke namna ulivyomtunza akiwa mdogo, namna ulivyomtunza akiwa kijana, namna ulivyomsogeza ukubwani kwake. Mungu mkumbushe Bwana kwamba ulikuwa pamoja naye katika jina la Yesu. Na mwisho akakumbuke ya kwamba ni wewe, na akakumbuke kwamba hatakiwi kuogopa kwa sababu yuko na wewe. Katika jina la Yesu ninakuomba na kushukuru. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi mtumishi wa Mungu, tunashukuru kwa ajili ya ujumbe mzuri sana. Ujumbe ambao umetukumbusha kuangalia uwezo wa Mungu tuliye naye. Sasa tunaingia kwenye kipengele cha maombi. Tutaenda kwenye maombi dakika kadhaa. Tutaomba kwa ajili ya sisi kama familia, lakini pia tutaomba kwa ajili ya wengine ambao wanatufuatilia kupitia Tanzania Gospel Television. Mahali hapo ulipo, wewe ambao unashiriki ibada ukiwa huko uliko, tunaenda kwenye maombi. Unaweza kaa na maombi yako mahali uliko na ajenda zako za kifamilia. Tumetembea kwenye nyumba ya mtumishi wa Mungu anaitwa Makundi Dodoma, lakini na wewe hapo ulipo huko Tanzania, nje ya Tanzania, tunajua na mahitaji yako. Namba simu ambayo unaona kwenye screen yako, tumia namba hiyo ya simu, tuma maombi yako tuweze kukuombea. Tutaomba. Tunapoomba haya maombi katika familia hii, basi neema ya Mungu itakugusa hapo ulipo na Mungu atakuhudumia. Naomba tuweze kusimama. Amen. Basi tutaomba kwa ajili ya familia kwa jumla, na tutatamka ushindi kwa watoto walio ndani ya familia, biashara ambazo ziko ndani ya familia, uchumi, amani, afya. Kwa hiyo sisi sote tutatamka kwa pamoja kwamba tumeingia hapa, baraka Mungu itamalaki hapa. Amen. Amen. Tuseme asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya tarehe leo. Bwana Yesu, tunakuja kwako. Tunaomba kwa ajili ya neema ndani ya familia. Bwana Yesu umesema kwenye Zaburi ya 127 ule mstari wa kwanza, Bwana asipolinda mji, yeye aulindaye afanya kazi bure. Na Bwana asipojenga nyumba, yeye ajengaye afanya kazi bure. Kwa jina la Yesu, Mungu tunaachilia ufalme wako ndani ya familia yetu, familia hii, watoto waliotoka kwenye hii familia. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, uchumi, biashara, kazi, kila neno ndani ya nyumba, tutamka baraka, tutamka maongezeko kazini, ofisini, kwenye biashara, eneo, kwenye familia. Kwa jina la Yesu, tunamkemea shetani, uchawi, madhabahu, tunamkemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba tunakutukuza, tunakuomba Baba, tunataka neema yako tena. Baba
Kwa damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu. Amen. Karibu Mama P, mshukuru Mungu kwa ajili ya maombi haya kabla sijakaribisha familia kwa ajili ya shukrani na kutoa neno la shukrani na kufunga ibada. Karibu. Tuombe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neema yako, tunakutukuza, tunakuheshimu, tunakushukuru ya Bwana kwa kutulinda, umetusaidia Mungu kufanya ibada hii Bwana. Tazama Mungu, maombi haya Bwana tuliyoomba tunaamini Mungu utafanya. Maana umesema Yesu tukiomba, tuamini Bwana tena zaidi na zaidi Bwana. Tunakushukuru hata kwa ajili ya maisha yetu, tunakushukuru kwa ajili ya maisha ya watu wako ambao wako mahali hapo Bwana. Wafunike kwa neema yako Bwana. Watunze Mungu, usiwapungukie hata mara moja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakuamini wewe Mungu utafanya. Kama Mungu uliobariki wana Israeli katika bahari ya Shamu, hata siku ya leo Mungu utatusaidia Jehova kupita Bwana. Katika jina la Yesu tunaomba na kujikabidhi mikononi mwako. Maana tunakuamini wewe katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Ndiye Bwana Yesu makofi mengi. Basi naomba tuketi. Sasa kwa heshima kabisa so ni wakati wa kumsifu Mungu. Tunataka tuingie kwenye kumsifu Mungu. Ametupa nafasi, Mungu ametulinda tokea asubuhi, mchana amekuwa na sisi, na sasa ni jioni, naenda kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba Daudi alimsifu Mungu mpaka nguo zake zikadondoka. Ni kwa sababu ya matendo makubwa ambayo Mungu alitenda kwa Daudi. Na sisi hatuna kitu cha kumpa Mungu isipokuwa sifa za kwake. Amen. Amen. Karibu kwa ajili ya kuambiwa kusifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tupige makofi, tuchangamke. Amen. Tumsifu Mungu. Amen. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo iba hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo iba hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo. Nimetembea kote, nimetafuta kote, nimezunguka kote, hakuna na hata kuwepo. Nimetembea kote, nimetafuta kote, nimetafuta kote, hakuna na hata kuwepo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo iba hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo. Nimetembea kote, nimezunguka kote, nimetafuta kote, hakuna na hata kuwepo. Nalifurahia waliponiambia napenda nyumbani kwa Baba. 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 Nalifurahia waliponiambia napenda
nyumbani kwa Baba. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Asante Jehova kwa sababu ni Mungu aliye mwema. Umetupa kibali cha kuwepo katika nyumba ya mkonisho wako. Umetuambia maneno yako, mahali wawili watatu walipokusanyika kwa jina langu, mimi nipo katikati yenu. Lakini maneno yako yanatukumbusha tena mahali ni pazuri ndugu wakikaa pamoja na kwa umoja. Na unatuonyesha ndiko liko amuru baraka za kwako zikapite mahali hapo Bwana. Roho Mtakatifu Mungu uliye wa thamani, wewe utufundishaye mema kwa neema ya kwako na kwa uweza wa kwako. Tumia dakika hizi chache Mungu kutusemesha. Tumia dakika hizi chache kutusemesha Bwana. Tumia dakika hizi chache Jehova kuachilia ujumbe wa kwako. Utakwenda kufungua mioyo yetu kama familia na kututunza katika pendo lako. Na kututunza katika imani pamoja na wewe Bwana. Katika jina la Yesu, ndani ya Yesu Bwana. Asante kwa sababu Bwana unaenda kuwa pamoja nasi. Neema yako ikatufunike na kutuongoza katika jina lako takatifu ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati na ile sura 20 na mimi nitasoma mistari mitatu. Alafu tutakuwa tuna dakika chache za kutafakarishana ujumbe wa neno la Bwana. Naomba tumketi alafu mimi nitawasomea. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Na iwe msogeapo mapiganoni, kuhani na akaribie na kusema na watu, awaambie, sikieni enyi Israeli, hivi leo mwasogea mapiganoni juu ya adui zenu. Mioyo yenu isizime, msiche wala msiteteme, wala msiingiwe na hofu kwa ajili ya hao, kwa maana Mungu wenu ndiye awaandamaye kwenda kupigana juu ya adui zenu ili kuwaokoa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ni ujumbe ambao maneno kutokea kwenye hichi kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Mtakumbuka Musa ndiye alihusika kwenye kuandika vitabu hivi. Anajaribu kuzungumza na mioyo ya wana wa Israeli
baada ya kuona wanapita maisha ya muda mrefu ya kupitia vita nyingi sana. Kumbuka hapa wajafika Kanani. Na anajaribu kuwakumbusha kwamba njiani huku mlikutana vita, na mnakoendelea mtakutana vita nyingi sana zisizo za kawaida. Na anaeleza aina ya vita kwamba kuna nyingine mtakutana nazo, farasi watakuwa ni watofauti, mtakuta idadi ni wengi wakati mwingine kuliko nyie. Kwa lugha nyingine ni kama anawaambia mazingira yote ya kushindwa mtayaona, ila anachowaambia msije mkaogopa. Na mimi ninapenda hii mistari kwa sababu anawaonyesha vitu vya kuogopesha, lakini anawakumbusha kwa nini wasiogope. Na hoja ya msingi ya kwa nini wasiogope, anawaambia ni kwa sababu mna yule Mungu aliyewatoa Misri. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Sasa ninachotamani tukione hapa ni kitu kidogo ambacho tutafakarishana hapa, ni kwamba anachojaribu kukisema ni kwamba kumbukeni mna Mungu aliyewashindia kwa Farao, akijaribu kulinganisha kwamba kweli huko mtakutana vita, lakini mimi ninawaambia hakuna vita kubwa kuliko ile ya Misri ya Farao. Kwa maana ni kweli kabisa Misri kipindi kile walikuwa ndio wakubwa kimajeshi na kiutawala kuliko nchi yoyote. Kwa kama nyie mliweza kumshinda Misri kwa msaada wa huyu Mungu, maana hakuna kitakachotokea mbele yenu kitakachowafanya mshindwe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kwa lugha nyingine ni kwamba kama tuliwahi kuumwa tukapona, nini kinatufanya kesho tuogope ugonjwa utakapokuja? Amen. Kama tuliwahi kuwa kwenye vita tukashinda, nini kitufanye tuogope tunapokuwa mbeleni? Amen. Watu wa Mungu tunapitia kipindi ambacho watu wa Mungu wengi tunaishi na tuna imani, lakini mioyo yetu imejawa na hofu. Tunaogopa mambo tunayokutana nayo, na ni kwa sababu moja kubwa, huwa tuna tabia ya kusahau Mungu aliyetuvusha jana. Amen. Tuna tabia ya kusahau Mungu aliyetukweza kutoka Misri. Amen. Tunamsahau huyo Mungu aliyetusaidia kipindi ambacho hata hatukuwa sisi tunaojielewa. Amen. Mungu aliyetuwezesha wakati hatukuwa na kitu. Huyo Mungu tunamsahau, wakati yule tunatakiwa tumkumbuke. Kwa nini? Kwa sababu kwa kadri tunazidi kumkumbuka, ndivyo hivyo tunajitengenezea mazingira ya kutoogopa kesho mambo yatakapobadilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapa ndo nikaja kujifunza, wakati mwingine watu wa Mungu tujifunze na kuandikaga shuhuda ambazo Mungu anatufanyia. Yaani unaona kabisa nimevuka hapa, ikiwezekana andika ili ikusaidie kesho usije ukasahau. Mara nyingi tunakutana na kitu shetani anakifanya, huwa ni kufunika macho yetu tusione vile vitu ambavyo Mungu anatufanyia. Yaani Mungu alikusaidia umesafiri salama, ni kama anakuonyesha hichi ni cha kawaida, ni driver mzuri tu aliyesafiri naye. Ni kama anakuonyesha kwamba usiwe na shida. Hii ni kwa sababu ni barabara nzuri uliyotembea nayo. Wengine tunaamishana umepita barabara ya Arusha, ile barabara imenyooka, wala hata usiwe na shida. Lakini ninachotamani ni wakumbushe watu wa Mungu, sio kweli kwamba ni kwa sababu ya driver mzuri, kwa sababu wako madriver wazuri na hawakufika salama. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ziko barabara nzuri bado zimezaa ajali zisizo za kawaida. Ziko hospitali nzuri na bado zina na mochwari. Yes. Kwa nini kuna mochwari? Kwa sababu wanajua kuna saa pamoja na uzuri wa hospitali yao bado mtu hatapona. Amen. Lakini sisi anatutia moyo kwenye hichi kitabu kwamba itakapofika saa tunaenda kwenye vita, bado tukumbuke kwamba tuna Mungu ambaye ni mwenye ushindi, aliyewahi kutuvusha jana, aliyewahi kutuvusha juzi mbele ya Wamisri, atatuvusha tena katika jina la Yesu. Amen. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Mimi huwa ni mpenzi wa story. Amen. Mimi ni mpenzi sana wa story. Nimalizie kwa story hii halafu tuwe tunamaliza. Masai mmoja, najua hapa ni Wachaga kwa hiyo nikaribiana na Wamasai kidogo Masai. Bwana asifiwe. Amen. Masai mmoja akaambiwa na rafiki zake kwamba unaenda machungani, wewe utakapoenda popote sema yero, sisi tutasikia, tutakuja kukusaidia ikitokea kuna jambo limetokea. Yaani simba akitokea, wewe sema tu yero, sisi tutasikia, chap tutafika. Akasema hao tumona kama wasemi ukweli. Alipotembea tu afura na akasema hivi kweli hapa unaweza wakasikia? Akajaribu akasema yero. Watu chapo wamekuja, akasema mna hata simba, nitaka nijue na hapa mnasikia. Wakarudi. Akatembea umbali mwingine tena akasema hapa wasikii bwana, hapa waongo hawa. Akasema yero. Wakaja wakafika akasema kumbe na hapa mnasikia. Akaenda umbali mwingine mara ya tatu. Hawa waongo bwana, hapa wasikii. Akasema yero. Wakaja. Akatembea tena akasema hawa wasikii. Sasa siku hiyo simba akaja ukweli. Akasema yero. Watu wakasema huyu dogo amezoea kutuchanganya, hakuna simba hiyo. Ghafla wanakuja kushtuka tayari
Mimi ninataka nikuonyeshe. Mungu kuna mara nyingi amesema utakapokuwa kwenye taabu usiogope. Ni kama na sisi tunakuwa kama huyu Masai, hatuamini. Tunaanza kujiuliza, hivi kweli ni kweli amesema? Hivi ni kweli amesema ataiangalia ndoa yangu? Hivi ni kweli amesema ataangalia familia yangu? Hivi ni kweli amesema ugonjwa wangu pia atautazama? Ni kweli kabisa. Mwisho wa siku ile hofu inatujaa, tunajikuta hatufuati hadi maelekezo yale anayotuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, watu wa Mungu. Mungu ametusogeza mbali sana. Na mimi najua hata kwa familia hii mtakuwa mnajua mlivyokuwa miaka 5, miaka 10, miaka 20 ni tofauti na sasa hivi. Ni kwa sababu kuna Mungu aliyewapigania. Kama kuna huyo Mungu anaweza akapigana kwa ajili yenu miaka 20, hawezi akashindwa kesho vita inayotokea. Hawezi akashindwa kesho kutwa jambo linapotokea. Hawezi akaacha kufanya. Nakumbuka story nyingine ya baba mmoja, alikuwa ni mtu wa sarakasi. Yeye ni mtu wa sarakasi. Siku moja watu wakakaa wanashangaa, wanaona yule baba anafanya sarakasi, juu yake kuna katoto na akaogopi. Wazazi wote wamekazana, wewe utamdondosha mtoto. Wana hofu kuliko kawaida, katoto hata akaogopi. Wana hofu kuliko kawaida. Anasema mtoto mbona anataka kujiua? Anawezaje kusimama juu ya huyu mtu anayetembea mpaka juu kiasi hichi? Waliposhuka wanakauliza katoto, mbona wewe ukuogopa kiasi hicho? Halafu katoto kanasema, yule ni baba yangu, namjua. Na ujua uwezo wake baba yangu. Yaani hivi vitu amefanya tangu akiwa mdogo. Kwa hiyo mnapozani ataniangusha, mimi namjua, hawezi kuniangusha. Kwa watu wa Mungu, ndani mwako jaa hilo tumaini kwamba tuna Mungu aliyetuvusha kutoka Misri. Mimi sijui Misri yako ni nini. Kuna mwingine Misri yake ni ugonjwa, wengine Misri yake ni ugomvi, wengine Misri yake ni umaskini, mwingine Misri yake ni mateso, mwingine Misri yake ni magomvi kwenye familia. Misri yake, kila mtu ana Misri ya kwake. Kila mtu ana Misri ya kwake. Lakini tunakumbuka ni Mungu peke yake alituvusha hapo. Kwa Mungu akutie nguvu utakapokutana vita mbeleni, wala usiogope, kwa sababu kuna Mungu aliyewahi kukuvusha kutoka Misri katika jina la Yesu. Amen. Mungu aliye mtakatifu, asante kwa ajili ya neno lako. Tunakushukuru Bwana kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Umetukumbusha tusiogope Bwana. Umetukumbusha tusiogope. Ni wazi shetani anatafuta ndani ya mioyo yetu tujawe na hofu, kwa sababu tukiwa na hofu imani inaondoka. Na wewe umetukumbusha ni wewe uliyetutoa Misri Bwana. Na kweli tunakumbuka. Tuliwahi kuumwa ukatuponya. Tunakumbuka. Tuliwahi kusafiri ukatufikisha salama. Tunakumbuka. Hata tulipoanguka ulituangusha Bwana. Hata tulipokuwa wazembe ulitupa nguvu Bwana. Katika jina lako takatifu Mungu, inua tena nguvu ndani ya mioyo yetu. Na kila mmoja anayetutazama na kila mmoja atakayesikiliza kwa namna yoyote Bwana, nguvu ikazaliwe ndani yake. Mkumbushe Bwana. Mkumbushe vile ambavyo umewahi kumtendea. Mkumbuze hizo shuhuda na shuhuda Bwana. Mfunulie hizo shuhuda na shuhuda Bwana. Mwanzishe kwenye utoto akakumbuke namna ulivyomtunza akiwa mdogo, namna ulivyomtunza akiwa kijana, namna ulivyomsogeza ukubwani kwake. Mungu mkumbushe Bwana kwamba ulikuwa pamoja naye katika jina la Yesu. Na mwisho akakumbuke ya kwamba ni wewe, na akakumbuke kwamba hatakiwi kuogopa kwa sababu yuko na wewe. Katika jina la Yesu ninakuomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi mtumishi wa Mungu, tunashukuru kwa ajili ya ujumbe mzuri sana. Ujumbe ambao umetukumbusha kuangalia uwezo wa Mungu tuliye naye. Sasa tunaingia kwenye kipengele cha maombi. Tutaenda kwenye maombi dakika kadhaa. Tutaomba kwa ajili ya sisi kama familia, lakini pia tutaomba kwa ajili ya wengine ambao wanatufuatilia kupitia Tanzania Gospel Television. Mahali hapo ulipo, wewe ambao unashiriki ibada ukiwa huko uliko, tunaenda kwenye maombi. Unaweza kaa na maombi yako mahali uliko na ajenda zako za kifamilia. Tumetembea kwenye nyumba ya mtumishi wa Mungu anaitwa Makundi Dodoma, lakini na wewe hapo ulipo huko Tanzania, nje ya Tanzania, tunajua na mahitaji yako. Namba simu ambayo unaona kwenye screen yako, tumia namba hiyo ya simu, tuma maombi yako tuweze kukuombea. Tutaomba. Tunapoomba haya maombi katika familia hii, basi neema ya Mungu itakugusa hapo ulipo na Mungu atakuhudumia. Naomba tuweze kusimama. Amen. Basi tutaomba kwa ajili ya familia kwa jumla, na tutatamka ushindi kwa watoto walio ndani ya familia, biashara ambazo ziko ndani ya familia, uchumi, amani, afya. Kwa hiyo sisi sote tutatamka kwa pamoja kwamba tumeingia hapa, baraka Mungu itamalaki hapa.
Amen. Amen. Hem, tuseme asante Bwana Yesu Asante Bwana kwa Yesu. ajili ya tarehe ya leo. Kwa ajili ya tarehe ya Bwana Yesu, Bwana Yesu, tunakuja kwako, tunakuja kwako, tunaomba tunaomba kwa ajili ya neema kwa ajili ya neema ndani ya familia. ndani ya familia. Bwana Yesu umesema Bwana Yesu kwenye Zaburi ya 127 ule mstari wa kwanza, mstari wa Bwana kwanza. asipolinda mji, Bwana asipolinda yeye mji, aulindaye yeye aulindaye afanya kazi bure, afanya kazi na Bwana bure. asipojenga nyumba, Bwana yeye ajengaye Yeye ajengaye afanya kazi bure. afanya kazi Kwa bure. jina la Yesu, Kwa jina la Yesu. Mungu tunaachilia Mungu tunaachilia ufalme wako ufalme wako ndani ya familia yetu, ndani ya familia familia yetu. hii, Familia hii. na watoto watoto waliotoka waliotoka kwenye hii familia, kwenye hii kwa familia. jina la Yesu, Kwa jina la kwa Yesu. damu ya Yesu, damu ya Yesu. uchumi, biashara, kazi, kila neno ndani ya nyumba, twatamka baraka, twatamka maongezeko, kazini, ofisini, kwenye biashara, kila eneo, ndani ya hii familia, kwa jina la Yesu, tunamkemea kila shetani, uchawi, madhabahu, tunamkemea jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, tunakutukuza tena kwenye maombi. Baba, tunataka neema yako tena. Tunaadhimisha jina lako. Tunakuamini wewe Bwana, unafanya sasa na kazi yako. Katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Wewe ni Mungu ambaye unasema sana kuomba. Asante Bwana Yesu. Amen. Karibu Mama P, mshukuru Mungu kwa ajili ya maombi haya, kabla sijakaribisha familia kwa ajili ya shukrani na kutoa neno la shukrani na kufunga ibada. Karibu. Tuombe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neema yako, tunakutukuza, tunakuheshimu, tunakushukuru e Bwana kwa kutulinda, umetusaidia Mungu kufanya ibada hii Bwana. Tazama Mungu, maombi haya Bwana tuliyoyaomba tunaamini Mungu utafanya. Maana umesema Yesu, tukiomba tuamini Bwana tena zaidi na zaidi Bwana. Tunakushukuru hata kwa ajili ya maisha yetu, tunakushukuru kwa ajili ya maisha ya watu wako ambao wako mahali hapo Bwana. Wafunike kwa neema yako Bwana. Watunze Mungu, usiwapungukie hata mara moja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakuamini wewe Mungu utafanya. Kama Mungu uliobariki wana Israeli katika bahari ya Shamu, hata siku ya leo Mungu utatusaidia Jehova kupita Bwana. Katika jina la Yesu tunaomba na kujikabidhi mikononi mwako. Maana tunakuamini wewe katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. 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 Ndiye Bwana Yesu makofi mengi. Basi naomba tuketi. Sasa kwa heshima kabisa nitumie nafasi hii kumkaribisha mzee wetu Makundi kwa namna ambavyo amepata kibali hata cha kuona ni vema tukafanya ibada mahali hapa na tukaenda live kupitia Tanzania Gospel Television. Kwa hiyo mzee Makundi, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi, lakini pia tumie nafasi kukukaribisha uweze kutoa neno la shukrani na uweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii, na utafunga kwa maombi, baadaye tutashiriki neema ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, kwa sababu tunaamini Mungu yuko pamoja nasi siku zote za maisha yetu. Nasi tunashukuru kwa sababu ibada inapokuja malangoni mwako ni baraka. Na ni baraka kwa sababu ni watumishi. Na kwa sababu ni watumishi, basi tunamshukuru Mungu aliyetupa utumishi, kwa sababu utumishi aliotupa ni utumishi ambao wa kuomba pale ambapo wengine wanakosa.
lakini kwa sababu Mungu umetupa nafasi hiyo, tunashukuru kwa kuwa umetufanya tukaonekana. Yes. Kama usingekuwa wewe Mungu tusingeonekana. Hata kinachofanyika mahali hapa ni kwa sababu ya utukufu wako. Amen. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mungu, tunarudisha sifa na utukufu. Yako mengi ambayo Mungu umeshatupigania kwa sababu ya kukutukuza. Yes. Na tunakuomba kila itwayo leo tukisema na midomo yetu ya kuwa hatuna miungu mingine katika mioyo yetu zaidi ya wewe tunayekutumikia. Kwa sababu hiyo Mungu tunakushukuru katika watumishi wako wanaingia katika malango haya. Na wasiache kuingia katika malango haya kwa sababu ni malango tayari ambayo imeshapata utakaso. Yes. Kwa hiyo kwa sababu imeshapata utakaso, basi nakaribisha malaika wa mbinguni waendelee kuzingira haya malango. Yes. Watoto wetu wakapate kuona neema. Yes. Nasi tunachotamani katika malango haya, watoto wetu ambao ni kanisa la kesho, tunaotamani nao wakapate kuona utukufu huu. Kwa hiyo na tunashukuru kwa sababu hata umetupa nafasi hii. Tumeshaenda katika umri ambao tayari Mungu unajua umri tulionao, lakini umetuonekania. Kwa hiyo tunakurudishia sifa na utukufu. Lakini Mungu, yako mengine umeshajibu. Lakini Mungu, yako mengine ambayo hujajibu. Lakini tunatumaini kwa sababu tuna imani na wewe utajibu sawa sawa na jinsi tulivyokuwa na imani kwako. Kwa hiyo tunawashukuru sana watumishi wa Mungu. Amen. Tunakaribisha tena. Amen. Muingie tena katika malango haya. Amen. Kwa hiyo malango haya ni malango ambayo tayari Roho Mtakatifu ameshapandikizwa katika malango haya. Roho Mtakatifu anatembea nasi siku zote za maisha yetu. Oh yes. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Mungu awabariki. Amen. Karibuni tena. Asante sana. Amen. Asante Mungu wangu na Baba yetu uliye mbinguni. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu unayetulinda tuingiapo na tutokapo. Yamkini Mungu tumeenda kuwaza na mawazo yetu ya mioyo yetu. Yako mengine Mungu tumewaza ambayo kufurahishi. Tunachoenda kuomba kwako ni toba na rehema. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu unayetupigania kila itwaye leo. Tunakushukuru kwa sababu Mungu yako ambaye aliyekuwa anatukwaza katika mioyo hii. Lakini Mungu kumbuka, hatukwenda kwa mwingine zaidi ya wewe. Hatukutamani kwenda kwa mwingine zaidi ya wewe. Tuliamini ya kuwa yote yanawezekana kwako. Kwa sababu ya ile imani umetupa, umesimama sawa sana imani ambayo umetupa katika mioyo hii. Lakini katika mioyo hii uliyotupa isituondoke. Asante Mungu kwa sababu unatujua kila tunachokwenda kukiwaza, utaenda kutenda sawa sana mapenzi yako. Zile nguvu za mwovu shetani zinazonyemelea malango haya zikapate kushindwa kwa damu yako Yesu Kristo. Ukapate kuonekana jina lako Yesu Kristo. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko juu mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tulivyokosea, usituingize majaribuni, bali utoke na ile mwovu, kwani kwako ufalme na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi ibada yetu ya familia tarehe ya leo imekuwa njema ya baraka. Mungu akubariki ndugu mpendwa mtazamaji wa Tanzania Gospel Television au TZ Gospel ambao unatazama fema ukiwa ndani ya Azam, Zuku na Continental. Ibada hizi ni mfululizo, kila siku saa 3 tutazipata hapa na zina marudio. Kwa hiyo tunakukaribisha na tunaomba neema ya Bwana ikubariki mahali uliko na Mungu akuinue akuzidishe. Uwe na usiku mwema, baraka na neema katika jina la Yesu. Amen. Amen.